Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ameagiza miradi mikubwa na ya kati ya madini ambayo tayari imeshapewa leseni kuanza utekelezaji wake ili kuchochea ukuaji wa sekta hiyo na kuleta manufaa kwa taifa kwa ujumla. Ameyasema hayo leo Machi 28 mwaka huu 2025 jijini Dodoma katika mkutano maalumu na Chemba ya Migodi Tanzania TCM kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya madini ili kuboresha uendelezaji na usimamizi wa shughuli za uchimbaji na biashara ya madini kwa manufaa ya sekta na taifa kwa ujumla, ikiwa ni sehemu ya ratiba yake ya kukutana na makundi yote yanayojihusisha na mnyororo mzima wa sekta ya madini nchini. Mchango wa sekta ya madini umeongezeka mpaka kufikia 0%. Tafsiri ni kwamba pamoja na kwamba hatujapata miradi mingine mikubwa hapa katikati, lakini ule usimamizi wa sera, usimamizi wa sheria, lakini vile vile na shughuli ambazo zinaendelea zimechochea ukuaji wa sekta kufikia kutoa mchango wa 9.0% kwenye pato la taifa. Kwetu sisi hii ni maendeleo chanya ya ukuaji wa sekta, na tunatumai kwamba kwa mikakati iliyopo tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Moja ya eneo lingine ambao na yenyewe pia ni kiashiria ya kwamba kuna maendeleo makubwa katika sekta hii ni katika ukusanyaji wa maduhuli ya serikali kupitia sekta ya madini, ambapo pia ninyi ni wadau wakubwa. Katika mwaka wa fedha mwaka 2015-2016 sekta ya madini ilikusanya kwa mwaka mzima maduhuli ya shilingi bilioni 162 ndio yaliingia katika mfuko mkuu wa serikali. Unaweza ukatrace progress kuanzia mwaka 2015 mpaka kufika mwaka jana. Katika mwaka wa fedha uliopita sekta hii imekusanya maduhuli ya shilingi bilioni 753, na wenzetu Wizara ya Fedha wameanza kuona mchango mkubwa unaotokana na sekta hii, na mwaka huu tulipewa lengo la kukusanya shilingi trilioni 1, na as we speak hivi sasa tumevunja rekodi ya mwaka uliopita wa fedha. Mpaka hivi sasa tumeshakusanya shilingi bilioni 755, na tuna mwezi wa 3 hujaisha, tuna mwezi wa 4, tuna mwezi wa 5, tuna mwezi wa 6. Tafsiri yake ni kwamba tutakwenda kulifikia lengo la kukusanya shilingi trilioni 1 kama sehemu ya maduhuli kupitia sekta ya madini. Sekta ambayo ilionekana pale awali haina mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, lakini hivi sasa unaanza kuona mwanga, na uhakika kama miradi ni hii na hivi tunavyokwenda tukiongeza miradi, then maana yake ni kwamba nchi yetu ina uwezo wa kupata manufaa makubwa kupitia sekta ya madini. Ndio maana katika kupitia zile falsafa za Mheshimiwa Rais, zile 4R, na sisi tunahakikisha kwamba tunajialaini nazo ili mwisho wa siku tusaidie ukuaji wa sekta hii, na hasa katika maeneo ambayo hayahitaji kutumia nguvu kubwa, tukaridhiana, tukakubaliana, tukaforge the way forward ambao mwisho wa siku manufaa yatakuwa kwa Tanzania. Hilo ndo hasa jambo kubwa na la msingi ambao tunalifanya. Kwa vikao hivi vyote hivi ni muendelezo wa namna nzuri ya kusikilizana. Sehemu yenye changamoto mtuambie changamoto. Mmezungumza moja kati ya jambo kubwa ambao ndo moyo wa sekta ya madini ni utafiti. Sekta hii haiwezi kukua pasipo utafiti. Tutakwenda mbele, tutarudi nyuma. Sekta hii inakuwa kwa sababu ya utafiti. Na ndio maana swali langu la kwanza kubwa nimewauliza kuhusu kwa nini hivi sasa kampuni nyingi za utafiti hazipo nchini. Mmetoa sababu. Sasa ni jukumu la mimi msimamizi wa sekta kuhakikisha kwamba na compile sababu na kutengeneza numbers ya kwamba leo nikiruhusu exploration kufanyika kwa kiwango kikubwa, maana yake katika muda mchache ujao ni kivutio pia cha uwekezaji mkubwa wa madini hapa, ambayo kama tu katika migodi mikubwa tulionayo tunaona
ukichanganya migodi mikubwa na wachimbaji wadogo, sekta ya madini katika mwaka wa fedha wa mwaka 2023 imetoa mchango wa mapato ya kodi za ndani wa 15% katika mapato yote ya kodi, ambapo tumechangia zaidi ya shilingi trilioni 2.1. Lakini ukiangalia katika mzunguko ambao unazunguka katika biashara ya sekta ya madini, hata kwenye local content, kiasi cha fedha ambacho kimetengwa kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa ni zaidi ya shilingi trilioni 3.1 kwa makampuni yote. Hasa unajiuliza, ukiongeza makampuni mengine makubwa 3, 4, 5, maana yake pia unaongeza fursa za Watanzania kuweza kushiriki moja kwa moja katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Ndio maana inawezekana kuna wakati tunapata wakati mgumu kucommunicate mawazo yetu, kwa sababu pia hatuendi na hizi numbers. Mimi ningeshauri kwa sababu katika moja ya ambacho nataka nikisema hapa mwishoni ni lazima ni facilitate mkutano na Commissioner General wa TRA, ambao na mimi pia nitaushiriki na nitamwomba waziri wa fedha. Kuna baadhi ya hoja kama alivyosema Steve, hatuwezi kuendelea kuzisema. Ni bora tukapata statement ya mwisho, kama inawezekana tuifunge, haiwezekani ibaki hivyo kwenye record, lakini tutakuwa tunakwenda tunarudi. Kuna hoja ambazo 90% nimezisema hapa sio za Wizara ya Madini, lakini serikali ni moja, mimi ni sehemu ya serikali, wote walioko hapa ni sehemu ya serikali. Kwa mimi na jukumu sasa la kutengeneza daraja zuri la pamoja, tukashauriana na twende katika numbers, kwamba leo nikikiondoa ambacho ni kikwazo kwenye exploration, then nitaleta makampuni 10 hapa akafanya utafiti wa kina, tukapata migodi 3 ambao ndani ya miaka 5 manufaa yake ni 1, 2, 3 kwenye ajira, kwenye kukuza uchumi. Sasa hizo ndo numbers ambazo zinaweza zikawa shawishi katika kuzungumza hizi hoja. Ujumbe wa leo ni kwamba lazima miradi yote mikubwa ambayo tumeingia mikataba tuhakikishe ya kwamba inaanza utekelezaji kwa kutatua changamoto ambazo zipo kwa upande wa kila mmoja. Sisi kwetu kwa serikali, matuduli wengi hapa mmekuwa mashahidi, zile hoja ambazo zinaigusa Wizara ya Madini moja kwa moja tumejitahidi kwa kiwango chetu kuweza kuziaddress. Sasa hizi hoja zingine kama ambayo nilisema pale awali ya section 56 ya Income Tax Act, na kwa sababu ya swala la confidentiality na kwa sababu ilikuwa ni case by case, siwezi kudiverge hapa ambacho ni kampuni gani ilihusika na nini kilikuwa sehemu ya majadiliano, lakini sisi kupitia mwamvuli ambao tumekubaliana, baada ya kikao cha kesho tutakubaliana kwenye GNT namna bora ya kwenda mbele, kwa sababu sasa lazima kwa upande wangu na mimi pia nirudi katika sheria inaniambia nini sasa. Vinginevyo miradi haiwezi kutekelezeka kabisa, kwa sababu tumejitahidi kama serikali overstretch kufanya sehemu yetu. Lazima tukutane katikati. There's no way kwamba mimi natakiwa tu mimi ndo niwe natoa tu, haiwezekani hata kidogo, na haiwezi kuwa serikali pia katika mazingira hayo. Kwa hiyo na sisi kesho tutakaa, lakini nimewaita hapa, lengo langu kubwa kabisa nataka kuiona hii migodi inakuwa operational. Hilo ndio lengo kubwa kabisa. Kwa majina naitwa Mhandisi Benjamin Mchwampaka, ni katibu mtendaji wa Tanzania Chamber of Mines. Tanzania Chamber of Mines ni umbrella organization, ni association ambayo wanachama wake ni wamiliki wa leseni kubwa za uchimbaji madini, leseni za kati za uchimbaji madini na leseni kubwa za utafutaji madini. Kwa ujumla inadini na wawekezaji wakubwa katika sekta ya madini nchini. Kwa hiyo leo tumekutana na Mheshimiwa Waziri wa Madini pamoja na wasaidizi wake. Lengo ni kujaribu kwa pamoja kushauriana kuona kwamba ni vikwazo gani katika sekta ya madini vinavyozuia kuongezeka kwa uwekezaji. Kwanza tunajua huwezi kuwa na migodi kama hakuna utafiti wa madini. Kwa hiyo tukao tunaangalia ni changamoto zipi ambazo zinazuia wawekezaji wengi kuingia kwenye utafutaji wa madini, kwamba wakiongezeka unakuwa na uwezekano wa kuongezeka migodi mingi in future. Kuchukulia kwamba sasa hivi tuna migodi michache, lakini sekta ya madini imeonekana kutoa mchango mkubwa kwenye uchumi hadi kufikia 9.0 kwenye pato la taifa. Kwa hiyo tunaamini vikwazo vilivyopo vikiondolewa,
sheria zetu na sheria za kodi na vituo vingine mbalimbali vikawepo, basi migodi ikiongezeka, fursa za Watanzania wengi kushiriki na mapato ya serikali kuongezeka yatakuwa ni kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri amesema kwamba atakuwa na kikao cha pamoja na wadau wengine serikalini kuangalia hivyo vikwazo tunaviaddress vipi, kwa sababu kuna miradi mingi ambayo leseni zimetolewa. Mheshimiwa Rais amesaini mikataba inayoitwa framework agreement, lakini ni muda mrefu umepita, miradi hiyo haijaanza. Kwa hiyo tumeangalia vikwazo ambavyo vinaweza kusababisha miradi hiyo kuchelewa na tumeamua kwamba tuviaddress sasa. Matamanio yetu ni kwamba kwa muda mfupi ujao miradi hiyo ianze ujenzi wa migodi na eventually iwe ni miradi ambayo inaanza uzalishaji.